Tumepata swali kutoka kwa mdau wetu mmoja, anatokea mkoa wa Tanga, wilaya ya Pangani. Jina lake naomba tumuhifadhi, ni binti ama mwanadada. Naomba tumuhifadhi jina lake kutokana na aina ya swali lake ambalo ameuliza. Yeye anasema ameolewa, na kabla ya kuolewa na mwanaume huyu wa sasa alishawahi kuishi na mwanaume huko nyuma na amezaa naye watoto wawili, lakini huyu mwanaume wake wa sasa hawajazaa na wanataraji kuwa na familia wao. Lakini changamoto ambayo inamsumbua, anaona kabisa huyu mwanaume wake wa sasa kila anapokutana naye katika tendo la mapenzi, huyu mwanaume haliziki, na haliziki kwa sababu ya maumbile ya huyu mwanamke. Yeye anasema anahisi ana maumbile mapana kuliko saizi ya maumbile ya huyu mume wake. Sasa anauliza, dokta, kuna namna ya kufanya maumbile yake yakarudi angalau kidogo ili mume wake afurahie tendo la mapenzi wanapokuwa faraga? Naam, asante sana mdau wetu kutokea mkoa wa Tanga, wilaya ya Pangani, kwa swali lako. Kwanza nikupe pole kwa changamoto ambayo unapitia. Changamoto hiyo inawakuta wakina mama wengi ama wakina dada wengi wanaweza kupitia katika hiyo changamoto, na hii inatokana na aina ya wanaume na saizi zao za maumbile. Kwa kawaida wanaume saizi za maumbile hazifanani, kila mmoja anakuwa ana saizi yake. Kwa hivyo inawezekana huko ulikotoka mwanzo na huko unakoenda unakuwa na ile hali ya utofauti, lakini hii tofauti inakuwa sio tofauti kubwa sana kiasi mpaka cha kuonekana kutoka mtu mmoja mpaka mtu mwingine. Ni tofauti tu inaonekana kwa macho, lakini kwenye tendo la mapenzi inakuwa iko sawa. Sasa inapotokea mpaka ukahisi kwamba hapa kuna tofauti, tafsiri yake mpaka ukaona mwenzako haliziki katika tendo, maana yake ni tofauti kubwa sana baina ya maumbile yako na maumbile yake. Jinsi ya kufanya na kukaa sawa katika maumbile inawezekana kwa kutumia tiba asili ama tiba mbadala. Unachotakiwa kufanya, fanya hivi: tafuta mmea mmoja unaitwa tunguu poli ama kitunguu poli, lakini maeneo mengi wanaita tunguu poli. Ni mmea mmoja unaishi polini, sehemu za majimaji, unakaa huko polini, unafanana na kitunguu ule mche wake, na chini kuna dude kubwa mfano kama wa kiazi fulani kubwa sana, dude moja kubwa. Sasa chukua lile dude, ndio linaloitwa tunguu poli. Dude moja lina rangi kama ya cream fulani inayokwenda kwenye weupe. Chukua hilo, alafu utakwenda utalisaga lile dude, utalisaga upate unga wake. Yani chukua blender grendi kama unavotengeneza juisi ya kitu fulani, tengeneza hivyo, alafu toa, inakuwa vitu kama umepata kama vitu kama machicha fulani, yaanike. Baada ya kuyaanika yakikauka, hayo ndio itakuwa dawa yako. Fanya hivi: utakuwa unachemsha maji. Baada ya kuchemsha maji, unachota kijiko kimoja cha ule unga wa lile tunguu poli. Unachota kijiko kimoja, kile kijiko cha chakula unaweka kwenye maji yenye ujazo wa lita 1. Kila siku asubuhi na jioni unakuwa unanawa katika uke yale maji. Asubuhi tu ukitoka kuamka, kabla hujafanya jambo lolote, ukimaliza kujisaidia na nini, unanawa yale maji. Na jioni kabla ya kwenda kulala, unajisaidia, unajisafisha vizuri, unanawa yale maji. Basi fanya hivyo kwa muda wa siku 21. Kadiri atakavyokuwa unanawa, basi ule uke utakuwa unajivuta, unarudi mpaka utakapopata saizi ya mumeo. Utakapoona sasa kwa saizi hii huyu anafurahia sasa hivi hili tendo kama unavyomuona, basi unakuwa unaacha ile dawa, ule uke auendelei tena kujibana. Ukiendelea, manake utakuwa unajibana kila siku mpaka utakuwa mdogo sana. Kwa hivyo tafuta saizi ile ambayo unaona hii huyu bwana hapa atafurahia, unaacha kutumia hiyo dawa, basi unaendelea na taratibu zako zingine. Asante sana dada yetu kutokea Tanga Pangani kwa swali lako. Nasi tumekujibu kama ifuatavyo. Kama una swali lingine lolote wewe au mtu mwingine unataka kutuuliza, tuandikie hapo chini kwenye comment swali lako, nasi tutaliona kisha tutakujibu. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala na tiba asili. Kwa tiba na ushauri, karibu sana kwenye kliniki yetu. Karibu.